Bila shaka dakika moja imesalia iweze kutimu saa 5 asubuhi. Karibu sana kwenye taarifa hizi za yanayojiri Ijumaa hii, na kama unavyofahamu ni siku ambayo baadaye tutakuwa tunaingia katika jamvi la burudani. Leo hii tukimkaribisha kwenye meza yetu ama kwenye jamvi letu Hopkid, msanii wa Injili, ili kuweza kufahamu zaidi kuhusiana na safari yake yeye Hopkid kwenye Injili. Kama anavyosema Masharia hapa, tutakuwa tunang'amua zaidi na wala siking'amuzi, ili tuweze kufahamu ni vipi ambavyo safari yake imekuwa katika tasnia hii ya Injili. Imekuwa anapanda shuka zake, lakini ameweza kuwafikia mengi sana. Na pia leo studioni ninao wageni kutoka shule ya ambayo nitakuwa nakwambia Carol and Kelly Joystar Academy, ambao wako hapa studioni kuangalia tunachokifanya. Mimi wanakwetu wananiita Sulemanieri. Bila kupoteza wasaa tuangazie taarifa hizi, ambapo viongozi wa kike kutoka ukanda wa Pwani wameshtumu vikali ongezeko la mauaji dhidi ya wanawake, wakirejelea mauaji hivi majuzi ya mwanamke mwenye umri wa miaka 31 na aliye na ulemavu wa kusikia, Mejumaa Mwaguni. Mwakilishi wa kike wa Kwale Fatuma Masito na mbunge wa Likoni Mishimboko wamesema visa vya wanawake kuuawa vimeongezeka katika ukanda wa Pwani, na kuzitaka taasisi za usalama kujizatiti kwa uchunguzi wa kina. Mwili wa Mejumaa ulipatikana hivi majuzi katika mji wa Kwale ukiwa bila mavazi baada ya mwenda zake kupotea kwa siku kadhaa. Nakemea vikali mauaji ya msichana Mejumaa Mwaguni ambayo yalitokea wiki moja iliyopita. Mejumaa Mwaguni aliokotwa pale Kwale village ya Ziwani akiwa ametupwa. Mejumaa maskini alikuwa mlemavu wa kutosikia na kutoongea, deaf and dumb. Na ni msichana alikuwa amejituma, ametoka kwao kule Ndavaya, amekuja kutafuta pale Kwale town, amekuja kufanya biashara ya salon. She was a salonist, very good salon. Lakini vijana walikuja wakamshika, kama ni vijana kama ni kina nani Mwenyezi Mungu ndio anajua zaidi. Wakamfanyia waliomfanyia, wakamuua na wakenda wakamtupa katika msitu fulani. Jamani, hii GBV imezidi sana. Femicide imezidi sana. Tumeongea jamani. It is high time. Hata kina baba nyinyi mkuwe gender warriors. Mtusaidie katika kupigana na hivi vita vya femicide jamani. Vita vya GBV. Na pia tuongezee tuweze kuwa na wellness ama mental awareness. Mental awareness program lazima zifanyike. What is really happening? We are really crying as women of this country. Where is our security? Are we really safe as women? Are we really safe as women? Yes, we have the good laws, but what is happening jamani? Enforcers, hebu tusaidieni.